Naam, kuhusiana na Rasne Kouma, uongozi wa klabu ya Young Africans umetoa tamko zito kuhusiana na mchezaji huyo. Ni tamko gani ambalo limetoka ndani ya uongozi wa klabu ya Young Africans? Basi ni kusihi kwamba tulia nasi hapa mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea huko kunako klabu ya Young Africans, hasa kunako kambi ambako wachezaji wapo na Rasne Kouma kaingia kikaangoni rasmi kabisa kuchekechwa na viongozi wa klabu hiyo kupitia kiongozi wa technical bench kwa maana ya kocha ambaye anainoa klabu hiyo Young Africans, Pedro Gonçalves. Wamekuwa na mengi ya kufanya juu ya mchezaji huyo. Bana, nikukaribishe kwa wakati mwingine. Hii hapa ni HNT Media ambayo nakuletea taarifa ya kimichezo kutoka kila kona ya Tanzania, na hapa taarifa kubwa leo ambayo tumekuletea kutoka hapo ndani ya klabu ya Young Africans kunako mambo mengi kweli kweli. Basi nikwambie kwamba tumekuandalia yote hapa katika meza yetu ya matangazo, na ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unatufuatilia kuanza mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, basi nikwambie umepitwa na taarifa zetu nyingi sana ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele kujitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo kila siku kila wakati, na jambo zuri ni kwamba utazitazama kutoka katika kila kona ya Tanzania. Popote pale ulipo, taarifa zetu utazitazama pasina shaka wala shida yoyote kabisa. Bana, klabu ya Young Africans tayari wameshakwisha kuainisha majina ya wachezaji ambao watakaoachana nao katika msimu wa dirisha kubwa la usajili, hasa msimu huu utakapokwisha kutamatika. Basi wachezaji wote ambao hawana viwango vya kuwaridhisha Young Africans kutembea katika kila ile mipango yao ambayo wamejiwekea wao kama klabu, basi wachezaji hao wataachana nao katika msimu ujao. Na wachezaji hao baadhi yao ama Rasne Kouma ameingia moja kwa moja katika jina hilo ama katika kikaango hicho cha kuachana na klabu hiyo ya Young Africans katika msimu ujao kutokana na kutoeleweka kwa performance yake ambayo amekuwepo nayo. Rasne Kouma ni miongoni mwa wachezaji wanne ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa la usajili na akasajiliwa kwa mbwembwe kweli kweli, kama jinsi ambavyo klabu ya Young Africans wanavyojua kupromote wachezaji wao. Basi Rasne Kouma alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao tuliamini kwamba atakuwa ni bonge la player kutokana na kwamba pia background na performance yake alivyokuwa Stade Malien ilikuwa ni ya juu sana, kutofutisha na sasa hivi ambavyo ana perform. Rasne Kouma alikuwa ni mchezaji wa Stade Malien ya Mali na alishiriki pia klabu bingwa kwa msimu wa 2024 2025. Alikuwa na performance nzuri sana, na kitu ambacho kikawafanya Young Africans kushawishika na kumsajili mchezaji huyo kama mchezaji ambaye atakuja awasaidie katika eneo la midfield. Lakini kisicho riziki ni kwamba ama kisicho bahati ni kwamba performance yake imeshindwa kueleweka. Digital alikuwa ni mchezaji ambaye alinogesha dili hilo kwa ukaribu kabisa mpaka Rasne Kouma kujiunga na klabu ya Young Africans, licha ya kwamba kuna klabu moja kutoka Ufaransa ilikuwa imemhitaji Rasne Kouma, lakini Young Africans wakashikilia bomba, wakasema wanabaki naye ili awasaidie katika harakati za kujitetea katika kombe la mabingwa barani Afrika. Performance ya Rasne Kouma imekuwa ikipanda na kushuka, kitu ambacho kinamfanya sasa Pedro Gonçalves ashindwe kumwamini ama ashindwe kumpa majukumu ya kusimama katika mechi moja kwa moja. Tumeona Rasne Kouma mara nyingi sana amekuwa akipata nafasi kutokea benchi, hasa dakika za mwishoni kabisa anavyokuwa anapata nafasi kuingia katika klabu katika mchezo ama katika kikosi cha Young Africans, licha ya kwamba performance yake watu wengi waliamini kwamba itakuwa juu. Lakini nimejaribu kuongea na mdau mmoja wa michezo na mchambuzi wa masuala ya kimichezo hapa Tanzania, Dominic Salamba. Yeye kikubwa alichozungumza kuhusiana na mchezaji huyo, yeye alisema kwamba hapewi back time ya kutosha katika klabu hiyo ya Young Africans, akiweka mfano kwa mchezaji kama Alan Okello ambaye amesajiliwa katika klabu hiyo Young Africans katika dirisha dogo la usajili. Amekuja mechi zake takribani 2-3 zilikuwa
mashabiki na wachambuzi wengi wa michezo walikuwa hawamuelewi pia kwamba ni mchezaji ambaye huenda akawa ni kama amekuja kuogelea tu katika klabu ya Young Africans, hana maajabu, lakini kwamba coach alikuwa anampa nafasi, haonyeshi kila ambacho anakihitaji, lakini anampa nafasi mpaka pale ambapo ameona kabisa kwamba yes, kocha ameniamini kwa muda mrefu, inatakiwa na mimi ni prove wrong, ni muaminishe kwamba kuna kitu ambacho naweza. Mpaka sasa Allan Okello amejipambanua na amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa akitajwa jina lake kwa ukubwa katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo kinachomwangusha Lassana Kuma ni kwamba hapewi muda wa kutosha katika game ili kuonyesha alichonacho, licha ya kwamba kuna mechi ambayo alicheza dakika 82 mechi ya CRDB Bank Federation katika mchezo ambao walicheza Young Africans dhidi ya TMA. Ulikuwa ni mchezo ambao ilitakiwa yeye sasa aonyeshe makali yake na aonyeshe kile alichonacho, lakini yeye na gori akakosa lango na kupiga mpira nje, kitu ambacho sasa kimewafanya mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans na hasa viongozi pia nao waone kwamba Lassana Kuma huenda akawa ni mchezaji ambaye sasa amefail katika klabu hiyo ya Young Africans, licha ya kwamba mwanzoni aliperform vizuri na tuliona alifunga mabao kama mawili hivi kwenye michuano hii ya CRDB Bank Federation. Watu wakaamini kwamba ni mchezaji ambaye huenda ataisaidia klabu ya Yanga katika eneo la midfield, lakini kwa sasa hamna mchango wowote ambao Lassana Kuma anauonyesha katika klabu hiyo. Lakini kwa taarifa za kiufukunyuku kabisa za ndani ambazo tulizipata, na nilishawahi kuja hapa kukuletea taarifa hii kwamba Lassana Kuma kujiunga na klabu ya Young Africans ni kama alilazimishwa na Djigui Diarra, goalkeeper wa klabu ya Yanga, kwa sababu ni mtu ambaye anamheshimu na wametoka mbali, ikabidi tu akubali, lakini halikuwa chaguo lake kuja kujiunga na klabu ya Young Africans. Yeye alitamani sana kutoka nje ya Afrika, akajaribu kutafuta changamoto zingine huko, na klabu ambayo ilikuwa inamhitaji ni klabu moja kutoka Ufaransa ambao wao walikuwa wameshafika dau ili kumchukua, na walikuwa wamesha double kwa Yanga, kwa sababu wao walichelewa, Young Africans wakaenda kumchukua mchezaji huyo. Kwa hiyo wakati wanakuja kuhitaji sasa sign ya mchezaji, wakakuta tayari kashasajiliwa na Young Africans. Wakawafuata Young Africans wakamwambia, sisi tunamhitaji mchezaji huyu, tunaomba tu double fedha ambayo mmemnunua, tuwaongezee tena nyingine kama mlomnunua ili tumchukue mchezaji huyu. Na mchezaji alikuwa tayari kwenda Ufaransa, lakini Young Africans wakakataa. Kwa hiyo kitendo hicho hakupendezwa nacho Lassana Kuma, ikabidi akubali tu kuendelea kuwepo katika klabu ya Young Africans kutokana na matakwa ya kimkataba, lakini yeye hakufurahia kubaki Young Africans. Kwa hiyo haya yanayoendelea huenda ikawa ni kwa sababu yeye mwenyewe hakuridhia kuwepo katika klabu ya Young Africans. Bana, hiyo ndo ilikuwa ni speech ya Dominic Salamba, mchezaji wa Dominic Salamba, mchambuzi na mdau mkubwa wa michezo hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa taarifa hiyo ambayo imetufikia kwamba huenda akaachana na klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu, inaweza ikawa ni kweli kutokana kwamba taarifa hiyo tumeipata kwa watu wa karibu kabisa na uongozi wa klabu hiyo ya Young Africans, ambayo wao ndo wamiliki halali wa mchezaji huyu. Wapo wachezaji wengine 4 ambao wanataja kuachwa na klabu hiyo ya Young Africans katika dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa, na majina yao tayari tunayo hapa. Basi nikwambie kwamba baki nasi katika taarifa zijazo ili uweze kujua ni akina nani hao ambao wengine wataachana na klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu ama dirisha kubwa la usajili litakapofunguliwa. Lakini pia klabu ya Young Africans imeanza mazungumzo na klabu ya Al Ittihad ili kuhakikisha kwamba wanamuuza beki wao Kisiki Abdul Bak ambaye anatajwa kujiunga na klabu hiyo, lakini pia Raja Casablanca nao wanamhitaji. Kwa hiyo taarifa zipo nyingi, hakikisha kwamba unabaki nasi tuje tupeane taarifa za kimichezo za uhakika na ukweli kabisa. Hii hapa ni H9 Media na rangu jina naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo. Bye bye.